Mimi kwa jina naitwa Waki Jarongo kutoka Taita Taveta County. Mimi mali natoka aswa ni Homa Bay County. Mimi ni mzaliwa wa Homa Bay na mimi ni Mjaluo. Mimi kwa sikitiko ya hii ndugu yetu Bwana Raila Amolo Odinga kwa kifo chake, mimi nimesangaza mimi sana kwa hiyo maneno, na hii jambo mimi nasungumuza, natuma sala za rambirambi kwa niaba ya wale watu Wajaluo kwa jumla wa Taita Taveta County. Na hii jambo si kawaida, hii jambo ni inasika binadamu. Ndio maana ndio nilikuwa nasema namna hii, watu wasiiwe na madharau sana ya kutangaza kifo cha Raila iwe ni kitu ya kawaida ati wanafurahia. Mimi naomba watu wakae watulivu, na sisi tukae tusikie serikali ya Kenya itakuwa inatoa habari gani na watasema nini. Na hii jambo ni kama imesika kila familia, kwa sababu Raila Amolo Odinga ni kama wasasi ya watu wa Kenya wote. Na hii jambo tunasema pole kwa familia ya Bwana Raila Amolo Odinga, na wasikue na wasiwasi na wakue watilifu, kwa sababu hii ni jambo ya kawaida, ni jambo inashika kila mmoja na kila mtu anapitia hapo. Na hili kifo ya binadamu ni kifo, ni binadamu ajui, lakini Mungu ndiye anajua, kwa sababu hii jambo hiko kwa Biblia. Na tunasema poleni sana kwa Wakenya kwa poteza mtu yetu Bwana Raila Amolo Odinga. Ruto itakuwaje kisiasa? Hii upande wa siasa, mimi kuingia upande wa siasa kwa Bwana Rais Bwana William Ruto, mimi kama mimi sioni utata yoyote, kwa sababu ni mwana Kenya na alichaguliwa na wananchi wa Kenya, na yeye mwenyewe ndio ako na kisu ya Wakenya. Sasa tunasema kama kuna siasa yoyote ati watu wanafikiria Bwana Raila Amolo Odinga kuaga ati Bwana Ruto atakuwa ni one term, hiyo Wakenya wengine wanafikiria mambo kama hayo, wasahau. Kwa sababu sisi wenyewe tunaongea hapa, mimi ndio iko na silaha ya vita, na hiyo silaha ya vita ni kura, na hata wengine wako na hiyo silaha, na hiyo silaha tutajua, tutamexua Ruto mwenyewe Bwana Rais ataingia 2 term, kwa sababu hajamaliza mwendo yake aliyochaguliwa na wananchi wa Kenya. Asante sana bwana media. Mimi kwa jina naitwa Benedict Kayodo. Ya kwanza nasema pole sana, pole kwa familia, pole kwa Kenya mzima. Mimi kwanza niko na huzuni sana, kwa maana Raila ni kama baba yao. Raila ni kama mwenye nchi, lakini tunataka kusema ya kwamba yale yote alitenda kwa sababu ya Kenya. Ikifika wakati Mungu amemchukua Raila, tunasema ni sababu ya Mwenyezi Mungu ndio maana amemchukua kwa saa hii. Lakini nataka niseme la kwamba Raila hakukuwa mjinga. Raila alitupatia direction ya kuenda kwa upande wa serikali, na ametuacha kwa mkono salama. Ametuacha kwa mkono wa Mheshimiwa William Ruto. Na nataka hiyo jumbe ifikie Mheshimiwa William Ruto. Sisi hatutakubali kubaki watima. Sisi tunakubali kubaki na William Ruto, na umake sure umetujali kama vile Raila alikuwa anatujali. Mimi sina mengi, nina huzuni sana, naumia rohoni, lakini najua Mwenyezi Mungu amepanga hayo, sina la kusema. Mwenyezi Mungu aweke roho yake pema peponi. Asante. Kwa majina ni Simon Mjala, mkaaji wa Taita Taveta, na kwa kweli kuhusu vile baba amesaidia Kenya, kuna mambo mengi ambayo tunasherehekea Kenya kwa ajili ya baba, kutengeneza hasa katiba, kupatia wananchi uhuru. Kenya kwa sasa mwananchi ni kama ndio anaendesha Kenya, kwa sababu tunaona katika mataifa mengine kama vile Uganda, Tanzania hawana uhuru. Katika mambo ya opposition, Raila amesaidia sana.
na ametetea wananchi sana. Maisha mabaya katika serikali, Raila amekuwa akitetea wananchi sana. Kwa hivyo tunasema mzee wetu tunamshukuru sana kwa hizo mambo mengi ambayo amesaidia katika serikali yetu ya Kenya. Unafikiria kutokuwepo sasa Kenya itasimama kisiasa? Kwa njia moja ama nyingine, kwa kweli tutachanganyikiwa kidogo, kwa sababu alikuwa mtetezi mkubwa sana, na hatuna uhakika kama tutapata mtu mwingine kama yeye, kwa sababu baba alikuwa si muoga na alikuwa akijitoa kimasomaso ili kutetea mwananchi wa Kenya. Tuko na wengine kama kina Sifuna amejitoa kwa sasa, kama kina Babu Owino, lakini tunaona ameona na kina Kalonzo, lakini wakati baba amesema tunaenda kwa barabara, Kalonzo anajificha. Kama wakati Raila akijiapisha ule wakati, yeye alitoka peke yake, Kalonzo alikimbia, wakina Wetangula alikimbia, baba alisimama ili kutetea mwananchi wa Kenya. Kwa hivyo hatuna uhakika kama kuna mwingine anatokeza kama baba. Maoni yako kama kijana tuendako ni vipi? Unaangalia Kenya vipi sasa? Kwa njia moja ama nyingine, kwa sasa tukikosa mtetezi mzuri wa kutetea wananchi, yule rais atakayeingia na akata sheria zake mbaya, wananchi wataumia. Kwa hivyo kwa kweli hatuelewi tunakwenda. Huenda ikawa ni pabaya zaidi, kwa sababu hatuna mtetezi kwa sasa. Kwa majina naitwa Sami Mutisia. Mimi ni mkaazi wa hapa Voi. Kulingana na mimi, kwa maoni yangu kuhusu Raila Odinga, kusema kweli amesaidia nchi ya Kenya. Endelea. Kwa sababu ukiangalia hizi serikali ambazo tunazivunia sasa za ugatuzi, ukiangalia alipigania sana hizi ili tuweze kupata serikali za county governments. Kwa hivyo tunafurahia sana kwa vile alisaidia Kenya. Sasa tutajikaza tuone kama tunaweza pata kiongozi mwingine anaweza kuendeleza mara Raila Odinga ameachia. Kwa maoni yako, kifo chake kimekuja wakati kinatarajiwa ama haiko inatarajiwa? Hatuko tunatarajia. Kusema kweli ni mshangao mkubwa sana kama taifa la Kenya kupoteza kiongozi ambaye alikuwa anatetea wa Kenya. Ni jambo ambalo kwa kusema kweli hatujafurahia na hiyo. Ni vile hatuwezi pangia Mungu, tungesema hii Mungu angechukua mtu mwingine, lakini kwa sababu wakati wake umefika, tushukuru Mungu na mzee tumheshimu. Sasa tunangojea siku itangazwe, tuende tumustiri mahali alijichagulia mwenyewe, lakini ni pigo sana kwa Kenya kupoteza mzee kama huyo, na sisi kama tutakuja pata mwingine kama huyo, isipokuwa wajamaa wako tutaangalia ni nani.